Hivi unafahamu Iran ilichukua miongo mitatu kujiandaa na vita inayoendelea hivi sasa? Fuatilia mkakati wa Iran, miaka ya maandalizi iliyounda mzozo wa leo. Mimi ni Balozi Msaudia na hii ni Digital TV TZ. Kwa zaidi ya miongo minne tangu kumalizika kwa vita vya Iran na Iraki, Iran imekuwa ikijenga kwa utaratibu mkakati wake wa kijeshi. Vita hivyo vilikuwa ni miongoni mwa migogoro mikubwa zaidi karne ya 20 katika Mashariki ya Kati, huku vikisababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Zaidi ya yote, viliacha somo la kudumu. Mapambano ya moja kwa moja dhidi ya adui mwenye silaha na teknolojia ya juu inaweza kuwa gharama kubwa na hatari ya kushindwa. Kutokana na uzoefu huo, Iran ilianza kubadili mtazamo wake wa kijeshi. Badala ya kuwekeza zaidi katika vita vya ana kwa ana vinavyohitaji nguvu sana mataifa makubwa kama Marekani au Israel, na hii ilichukua mkakati wa asymmetric warfare. Huu ni mfumo wa vita unaotegemea mbinu zisizo za kawaida, ikiwa ni pamoja na matumizi ya makombora ya masafa marefu, ndege zisizo na rubani yani drones, na mbinu za kijeshi za baharini, hasa katika Ghuba ya Uajemi. Sehemu muhimu ya mkakati huu imekuwa ni kujenga na kuimarisha uhusiano na makundi washirika wa kikanda. Ushirikiano huu umeifanya Iran kuwa na uwezo wa kupanua ushawishi wake nje ya mipaka yake ya moja kwa moja, huku ikipunguza hatari ya kukabiliwa na vita ya moja kwa moja na maadui wake wakuu. Mbinu hii pia imeipa nafasi ya kuendesha vita kwa njia isiyo ya kawaida, ukichanganya nguvu za moja kwa moja na zile zisizo za moja kwa moja. Katika muktadha wa mzozo wa sasa wa 2026, matokeo ya maandalizi haya yanaonekana wazi. Iran imekuwa na uwezo wa kujibu mashambulizi kwa kutumia makombora na drones, huku pia ikitegemea washirika wake kuongeza shinikizo katika maeneo mbalimbali ya kijiografia, hali inayoongeza mvuto katika Mashariki ya Kati na kuathiri siasa na uchumi wa kimataifa. Na hii ni kutokana na umuhimu wa Ghuba ya Uajemi katika usafirishaji wa mafuta duniani. Hata hivyo, mkakati huo haujakosa changamoto. Iran imeendelea kukabiliwa na vikwazo vya kiuchumi, shinikizo la kidiplomasia na hatari ya kuongezeka kwa migogoro ya kikanda. Hii inaonyesha kuwa ingawa mbinu za asymmetric warfare zinaipa Iran uwezo wa kuhimili mashinikizo, bado kuna gharama kubwa zinazohusiana na mkakati huo. Kwa leo, historia ya vita vya Iran na Iraki si kumbukumbu ya maumivu ya zamani kwa Wairan, bali ni msingi wa mkakati wa sasa wa Iran. Mzozo wa leo haukuanza ghafla, ni matokeo ya miaka mingi ya maandalizi, tathmini na mabadiliko ya kimkakati yaliyolenga kuifanya Iran iweze kukabiliana na maadui wenye nguvu zaidi kwa njia mbadala. Sehemu ya pili inafuata. Mimi ni Balozi Msaudia na hii ni Digital TV TZ.